Kukata tamaa ni moja katika tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza tusiwe tunayo katika maisha yetu, kwani hakika yoyote ambaye atakayekata tamaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atapata hasara iliyokuwa kubwa kwenye maisha yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia mitihani aina mbalimbali katika maisha ya binadamu, na akasema bila shaka huyu mwanadamu atajaribiwa akitaka astake katika maisha yake. Ukiangalia katika surat al-Baqara, Allah anasema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutamjaribu huyu mwanadamu akitaka astake na kumpa mitihani aina mbalimbali, ikiwemo ndani yake mtihani wa hofu, wa njaa, ama kupotelewa kwa mali, kupotelewa kwa watu katika maisha yake. Yote Allah subhanahu wa ta'ala tamjaribu huyu mwanadamu, lakini mwisho wake anasema wabashiri sabirin, mpe habari zilizokuwa njema yule ambaye mwenye kusubiri. Hii inamaanisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tusikate tamaa katika maisha yetu. Mwangalie Yaqubu alayhi salam, baada ya kupitia mtihani uliokuwa mkubwa kwenye maisha yake kwa miaka mingi, akawa amegubikwa na huzuni iliyokuwa kubwa kwenye maisha yake, kiasi kwamba ilimfanya hiyo huzuni kuwa yeye ni mwenye kulia usiku na mchana, mpaka ikawa huzuni hiyo ikamsababishia yeye kupata upofu katika maisha yake. Lakini baada ya miaka hiyo yote iliyopita katika maisha yake, hakukata tamaa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kwanza aliwaita watoto wake na kuambia, ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema aliwaita watoto wake na kuwaeleza na kuambia, nendeni mkamtafute Yusuf na nduguye, wala msije mkakata tamaa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika hawakati tamaa wale ambao wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala juu ya rehma zake, isipokuwa wale ambao walikuwa wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba ikiwa wewe unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako, usije ukakata tamaa, hata ikiwa hali yako ni mbaya aina gani. Hata ikiwa mbele yako kuna kiza kitupu, hamna unachokiona katika maisha yako isipokuwa ni kiza, usije ukakata tamaa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah ametukataza sisi tusije tukakata tamaa, as long as sisi tunaye Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu.